السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وثناء لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه الغير قولنا وبعد. أحبتي في الله، kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikia usiku kama hii kukutana katika nyumba ya manyumba yake Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuna chochote ambacho kwamba kimetusanya isipokuwa dhikri yake, na cha ajabu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao kama hivi, pindi tutakapoamka atakuwa ni mwenye kusema qumu maghfuran lakum, simameni hali ya kwamba mmesamehewa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam bishara yake ilikuwa kwa vikao kama hivi, ilivyokuwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawajakusanyika katika manyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna wanachokifanya isipokuwa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna utaji mkubwa wa kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala kuliko kuisoma kitabu yake ambayo ndio Qur'an. Yatluna kitab Allah, wanaisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu fima bainahum, na wanaisoma na kusomeshana kitabu cha Allah isipokuwa wakanapata mambo manne. Illa nazalat alayhimus sakina, Allah anawashukishia utulivu yao. Wahafathumul malaika, malaika wanakuwa ni wenye kuwafinika. Illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma, rahma ya Allah inatufinika pale hapa ambapo tumekuwa tumekaa. Wahafathumul malaika, malaika wanakuwa na majalis na sisi kama hii. Wa dhakarahumullahu fi man indana, Allah anawataja kwa watu ambao kwamba ako na wao. Ni kina nani? Malaika. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Ahibati fillah, leo hii katika darsa hii fupi, kwa kuwa ni siku ya Ijumaa na ni usiku wa Ijumaa na ni wakati bora katika wiki, siku ya Ijumaa usiku wake, nimeamua kuchagua darsa yetu ikuwe ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ni sura katika kitabu cha Allah, sura ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiisoma sana katika siku kama hii, nayo ni suratu Qaf. Hisham asema, nimehifadhi suratu Qaf min fihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa ulimi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kukithirisha kuisoma katika siku ya Ijumaa, khutba ya Ijumaa. Kwa hivyo vile Mtume alaihi salatu wassalam anaisoma sana suratu Qaf katika khutba ya Ijumaa, mpaka masahaba wengi wakawa wamehifadhi suratu Qaf. Kwa hivyo ni nini siri ya sura kama hii? Imebeba nini? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, he doesn't emphasize on something except something that has a magnitude. It has to have that magnitude. Lazima iko na uzito fulani ndipo Mtume aweke emphasis na asisitize. Swali tunataka tujiulize, suratu Qaf umuhimu wake ni upi? Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiisoma sana suratu Qaf? Kwa hivyo kama tunaweza kuchukua msahafu ili tuweze kupitia hii sura, kwa ajili darsa yetu yote itakuwa kwa hii sura. Badala tukae, ni bora tukae na kitabu cha Allah huku tukipitia suratu Qaf kutoka mwanzo mpaka mwisho. La shaka hatuwezi tukaipa haki yake, na tafsiri ya Qur'an ahibati fillah
ipo aina mbili. Tafsiri ya Qur'an ipo aina mbili. Kuna tafsir ambayo kwamba ni ilmi, tafsiri ya kielimu, ambayo sio ambayo kwamba leo tutaifanya. Because tukisema tafsiri ya kielimu, huenda aya moja au aya mbili pekee ndio tuweze kuishi nayo siku kama leo. Na Allah subhanahu wa ta'ala hajatupa hiyo uwezo wa kuenda mpaka masafa kama hii katika elimu. Lakini tafsiri ya pili ambayo ni tafsiri ya mawaidha, tafsiri ya kuchukua ibra, nayo ndiyo tafsiri ambayo kwamba tutaishi nayo. Kwa hivyo wale ambao kwamba tunaweza tukachukua mushaf, tuchukue mushaf inshallah. Tukiendelea hibati fillah, tuanze kutoka mwanzo, kwa ajili kuna kitu nataka tueleze katika Qur'an. Kwa hivyo tutaanza kutoka mwanzo, ambayo Qur'ani mwanzo wake inaanza wapi? Suratul Fatiha, sio? Tunaanza suratul Fatiha. Tunataka tuelewe ni nini hikma ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kwa kila sura katika Qur'ani. Kila sura iko na hikma yake. Mathalan, tuanze kutoka mwanzo suratul Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala, na hibati fillah, al-Imam at-Tabari alayhi rahmatullah akona maneno mazuri anayosema. Asema, ajibtu mimman yaqra'u al-Qur'ana la yatadabbaruhu kayfa yaltazzu biqira'ati. Ninashangana yule mtu ambaye kwamba anaisoma Qur'an haizingatii, haielewi Qur'an, vipi anapata ile ladha ya kuisoma Qur'an? Ile ladha ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimwambia Bilal ibn Rabah, arihna biha ya Bilal, tuburudishe ewe Bilal na adhana ya sala. Na mtu akiingia kwa sala anafanya nini? Anasoma Qur'an, sawa? Ile ladha ya Qur'an ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, waju'ilat qurratu aini fi salah, na Allah amejalia pumbao la macho yangu, raha ya moyo wangu wakati wowote nikiingia ndani ya sala. Ile ladha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, au ilikuwa imepokelewa ya kwamba kana alayhi salatu wassalam idha hazabahu amrun faza'a ila salah. Mtume alikuwa akipatwa na jambo, akipatwa na dhiki, akipatwa na mtihani, akipatwa na stress ya maisha, alikuwa akikimbilia sala. Hiyo sala alikuwa anasoma nini? Qur'an. Hiyo sala ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam zimekuja ahadith idda tofauti kwamba alayhi salatu wassalam alikuwa anafunga sala rakaa moja, si rakaa mbili, wala si sala ya tarawihi ama tahajjud rakaa la rubama 18 11 13, la, rakaa moja. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akisimama kisimamo rakaa moja, kufunga takbiratul ihram Allahu akbar mpaka kuenda rukuu. Alikuwa anaanza suratul Fatiha anaimaliza, anaanza suratul Baqara anaimaliza, anaanza suratu Ali Imran anaimaliza. Ikhwa, tunajua hiyo inamaanisha nini? Kwa wale ambao kwamba wamehifadhi Qur'an na kidogo wana khalfia ya Qur'an, hiyo inamaanisha takriban juzunga 5 nani 4 3.5 somewhere there. Wako sawa. Juzuu ya kwanza ni mwanzo wa sura, sio? Juzuu ya pili sayaqulu, sawa? Ya tatu tilka rusul, ya nne
lan tanal, lakini lan tanal inaenda mpaka wapi? Baadhi na pote kutoka suratul Nisa, sio? Kwa hivyo 4 haijakamilika habibi, ni 3 na kama alivyosema Habiba. Kwa hivyo na juzuu moja kwa yule ambaye ulimi wake ina uwepesi ya kusoma haraka, ataisoma juzuu moja dakika ngapi? Juzuu moja tunasoma dakika ngapi Sheikh? Kama yako 15-20 kwa yule ambaye akona upesi wa kusoma, sio? Wengine wetu tunaweza tukamaliza suratul Baqara dakika kama 30, صح? Suratul Baqara ni juzuu ngapi? 2 na nusu kidogo. Kwa hivyo if you divide it inakuwa ni takriban juzuu moja unasoma dakika 12 minutes 13 minutes. Huyo ni kwa yule ambaye kwamba anasoma kwa haraka. Sasa imagine Mtume alayhi salatu wassalam anafunga sala, anaanza suratul Baqara, qiraa tadabburiyya ta'ammuliyya, qiraa ya kutadabbar na kuielewa Qur'an. Ile Qur'ani ambayo Mtume alayhi salatu wassalam, mmoja katika masahaba anasema kana alayhi salatu wassalam, Mtume alayhi salatu wassalam anasimama katika msimamo wa kusali hatta tawarramat qadama, mpaka mguu zake Mtume alikuwa ikivimba kwa athari ya kusoma bila yeye kuelewa. Aisha radhiyallahu anha katika another narration she says hatta tafattarat qadama, mpaka miguu zake Mtume ilikuwa ikipasuka pasuka. Tushawahi kusimama sala mpaka mguu ikapasuka? Fahibati fillah, swali ni kwamba siri ya hiyo Qur'ani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni ipi? Suratul Fatiha ukiangalia mwanzo ndio imeitwa Ummul Kitab au Fatihatul Kitab, ufunguzi wa Qur'ani. Ukisema sab'ul mathani, 7 yenye kujirudia rudia, na 7 yenye kujirudia rudia, yani aya 7 yenye kujirudia rudia. Vipi hiyo kujirudia rudia? Wanachuoni wengine wamesema suratul Fatiha imebeba Qur'ani nzima. Suratul Fatiha imebeba Qur'ani nzima, kila kitu ambayo ipo katika Qur'ani utaipata. Na wanachuoni wamesema katika Qur'ani utapata takriban mambo, wengine wamesema 4, wengine wakasema 7, na hatutaki tuingie ndani yake, lakini yote iwapo ni Allah subhanahu wa ta'ala anatoa visa, Allah subhanahu wa ta'ala anaonya, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa hukumu, yote utaipata katika suratul Fatiha. Mathalan, mtu atajiuliza vipi utapata kisa katika suratul Fatiha, sio? Vipi utapata kisa katika suratul Fatiha? Allah subhanahu wa ta'ala asema katika aya ya 7 ya mwisho au aya ya 6, ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyoka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao kwamba umewaneemesha, sio? Hao ni sampuli ya kwanza ya watu ambao kwamba visa vyao vimetajwa ndani ya Qur'an, na watu ambao kwamba walikuwa na uongofu katika Qur'an ni wengi, visa vyao ni vingi, lakini Allah ametupa ufunguzi wa kisa. Hiyo ni kisa imetajwa, ipotajwa ghairil maghdubi alayhim wala dhalin, wasiokuwa wale ambao kwamba wamepotoka. Wametajwa katika Qur'an visa ya watu ambao kwamba wamepotoka, na lakini Allah ametupa ufupisho katika suratul Fatiha, na mengi ahibati fillah inaendelea. Masani nyingine inamaanisha ya kwamba yenye kujirudia rudia,
Kwa hivyo katika suratul Fatiha utapata words, maneno ambayo kwamba inarudiwa mara mbili for emphasis na kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mithal, aya ya kwanza ni katika suratul Fatiha ni bismillahi arrahmani arrahim, صح? hiyo arrahmani arrahim imerudiwa tena katika suratul Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, so imerudiwa mara ngapi? Mara mbili. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, simerudiwa mara mbili. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata, kisha aya inafuata ikasema nini? Sirata alladhina an'amta alayhim. Kwa hivyo ukiangalia suratul Fatiha iko na hiyo ubalagha na ufasaha wa Qur'ani yenye kurudiwa. Sura ni ngapi? Ni moja. Aya zake ni ngapi? 7. Sab'ul mathani, 7 yenye kurudiwa. Na imetajwa katika Qur'an, sab'ul mathani wal Qur'an al-azim. Tuende katika suratul Baqara. Suratul Baqara, na kila sura katika Qur'ani kuna maana imebeba. Mithal, nani anaweza niambia suratul Baqara maana kuu ambayo kwamba imebeba suratul Baqara ni ipi? Na isipokuwa Sheikh Abdul Salam, majal maftuh. Okay, swali wote nirudie. Swali ni kwamba tumesema kila sura katika Qur'ani iko na maudhui inazungumziwa, sawa? Kwa hivyo maudhui ambayo kwamba inazungumziwa suratul Baqara ni ipi? Na أولا اسم jina yake ambayo kwamba ni Baqara. Kwa hivyo qissa ya watu wa Baqara ambao ni kina nani? Banu Israil. Nani mwingine? Hakuna jawabu. Haya, kwa ajili ya muda, suratul Baqara ukiangalia kwa ukubwa wake, kwanza tuanze hapa, ni makia au ni madania? Madania. Nani mwingine? نزلت في المدينة. nani mwingine? Naona wako wanaenda Google bwana. Urahisi sana ukitaka kujua sura za Qur'ani ni makia au ni madania, fungua mwisho wa Qur'an, pale ambapo kwamba zimetajwa chapters ya Qur'an, utaona kila sura na ni yake, kama ni makia kama ni madania. Kwa hivyo suratul Baqara ni madania kama mzee wangu alivyosema, na sura madania maana yake ni kwamba ni sura ambazo zimeshuka baada ya hijra, sura ambayo imeshuka baada ya hijra. Sura makia ni sura ambayo kwamba imeshuka kabla ya hijra. Kwa hivyo sura inaweza shuka Makka baada ya hijra, mathalan baada ya watu kufanya hijra na ikafanywa fathu Makka, kuna aya ambazo kwamba zimeshuka na sura zilizoshuka Makka, utaziita makia au madania? Madania. Na hivyo almuhim, maudhui ambayo kwamba imebeba suratul Baqara sana ni ahkam ya dini ya Uislamu, ahkam ya dini ya Uislamu. Ukiingia suratul Baqara, fungua any page katika suratul Baqara, inazungumzia tauhid, na pia kama alivyosema ndugu yangu hapa, kisa ya Banu Israil na kuabudu kwao ng'ombe, kuonesha Allah anapozungumzia kuhusu shirki na tauhid.
Na ukiangalia mathalan tu aya ambazo kwamba zipo sana katika suratul Baqara, nyingi zinaanza ya ayyuhalladhina amanu. Na Ibn Abbas asema ukiona ya ayyuhalladhina amanu, ukisikia ya ayyuhalladhina amanu, tega masikio, kwa ajili ni imma mambo mawili, imma ni amri Allah anatuamrisha, au ni kosa Allah anatuonya tusifanye. Imma ni amri ama ni katazo. Soma ya ayyuhalladhina amanu zote, imma Allah anaamrisha au Allah anafanya nini? Anakataza. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, sio waqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha, ya ayyuhalladhina amanu nyingine, qu anfusakum wa ahlikum nar. Hizo zote ni amri. Na ukiangalia katika suratul Baqara zinakuja nyingi, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibat. Ipo suratul Baqara mwanzo. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala nyingine anasema ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Na hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anaangazia mpaka ukiangalia mwisho wa sura, Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa sura, Allah atazungumzia kuhusu mpaka katika biashara. Anapozungumzia Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu riba, anasema nini Allah subhanahu wa ta'ala? Page ya third last katika suratul Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema akifungua hiyo page, alladhina yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah anazungumzia kuhusu riba na anaikataza riba. Kwa hivyo ukiangalia suratul Baqara, hukumu kubwa ambayo kwamba inazungumzia ni ahkam. Maudhui kubwa inazungumzia ni ahkam. Ilipoisha suratul Baqara tukaingia suratul Ali Imran, maudhui inayobeba nini? Baada ya kwamba Allah ameshukisha dini ya Uislamu, ukiangalia maudhui zote za ahkam zipo katika suratu, mpaka talaka, ukimtaliki mke wako, sio? Allah anazungumzia kuhusu mathalan, baada ya kuzungumzia kuhusu kufunga, anatupa ahkam ya funga. Uhilla lakum laylata as-siyami arrafathu ila nisaikum, meruhusiwa usiku wa funga muwaendee wake zenu, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Kwa hivyo baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kutupa hizi ahkam zote, tukaja suratul Baqara, maudhui inayobeba sasa, Allah ametupa ahkam yote, ametuonyesha hii ndio njia ya sawa, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sasa katika suratu Ali Imran Allah anatuambia kuweni na thabat, mkuwe na istiqama katika dini. Allah anasema nini? Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Usbut, kuwa na thabat. Na hivyo ahibati fillah, sura zote katika Qur'an, Allah, suratul Nisa ni sura inazungumzia kuhusu uadilifu, maudhui yake kubwa. Ndipo utapata wanawake wamezungumziwa hapo, aya ambayo kwamba wanaume wengi tunapenda. Ni aya gani? Sheikh amesema vizuri sana, ninayotamani kangi isoma aya yote. Fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Lakini uadilifu ipo wapi? Fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida. Kama wewe miskini uweze kufanya uadilifu, tosheka na mmoja. Allah anatuambia katika pia, fala tamilu kulla al-mayli fatadharuha kalmu'allaqa. Katika hiyo suratul Nisa ndipo Allah anapotueleza vipi mirathi inaweza ikafanyika. Kwa nini? Kwa uadilifu.
how the inheritance can be done in a just way. Na hivyo ahibati fillah, hatuwezi tukapitia yote. Almuhim, tukikuja katika suratu, mpaka ukija katika suratu Yusuf, mfano suratu Yusuf ni sura ambayo Mtume alayhi salatu wassalam alishukishiwa kutuliza moyo wake baada ya dhiki ambayo kwamba Mtume amepitia katika maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha suratu Yusuf. Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Ewe Muhammad, iwapo unaona kwamba maisha yako ni dhiki, ni mitihani, ni stress, anxiety, depression, betrayal, look at suratu Yusuf. Angalia suratu Yusuf. Kama wewe Makuraish wamekubetray, basi Yusuf alayhi salam mandugu zake ndio ambao kwamba who betrayed him. Iwapo kuna mitihani ambazo kwamba umezipitia, haifiki mtihani wa Yusuf alayhi salam kutoka kwa baba yake akiwa mtoto. Kwa hivyo ni maudhui ambayo kwamba inampa Mtume sallallahu alayhi wasallam utulivu. Na wallah, hakuna yeyote ambaye kwamba atasoma suratu Yusuf isipokuwa atapata utulivu katika moyo wake. Wataka kupata utulivu, nenda chukua mushaf, soma suratu Yusuf. Huielewi, chukua mushaf ambayo kwamba iko na translation ya suratu Yusuf, isome. Iwapo kwa lugha ya Kisomali, iwapo kwa lugha ya Kiswahili, iwapo kwa lugha ya Kizungu, ile ambayo kwamba utaielewa. Take the mushaf, go to suratu Yusuf and read it. Isome suratu Yusuf. Wallahi, faraja ambayo kwamba utaipata katika suratu Yusuf ni ajabu. Tukija katika suratu Qaf, ambayo ndio muhimu wetu na wakati subhanallah hatuna. Suratu Qaf, ahibati fillah, Mtume alikuwa akisoma katika mimbar kwa ikuwe kama mawaidha kwa watu wote. Ndani yake utapata alwa'du walwa'id. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza kuhusu hali ya watu kutoka unapokufa, kabla ya ukufa kwako, unapoishi katika hii dunia, wakati wa kufa kwako, baada ya kufa kwako, hali ya siku ya kiyama itakavyokuwa, watu wa motoni hali yao, watu wa peponi hali yao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala mwisho anamalizia kuizungumzia aya yake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anasema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Hayo yote nimewatajia, hayo yote, inna fi dhalika la dhikra, kuna mazingatio, liman kana lahu qalb, kwa yule ambaye kwamba kuna moyo. Kwa hivyo ni yapi ambayo kwamba Allah ameyataja katika suratu Qaf? Aya ya kwanza katika suratu Qaf, ahibati fillah, ni aya ambayo wengi wetu tunaijua, ambazo ni aya zenye kuvunjika katika Qur'an. Allah anaanza suratu Qaf akisema Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم
فأخذناهم فهم في أمر مريج. Allah anaanza hibati fillah kusema Qaf, aya moja ambayo ni katika miujiza ya Qur'an, herufi ambazo kwamba zimekatika katika, na maana yake hibati fillah hatuingii sasa hivi. Wanachuoni ridwanullahi alaihim wametofautiana kwa tafsiri ya hizi aya zilizovunjika kwa tafsiri zaidi ya 20, wengine 21 kwenda juu. Wengine wakasema ndio muujiza ya Qur'an, wengine mpaka wakasema ukiona hizi herufi nyingi ikakuwa ni zenye kuzungumzia. Wale waliosema ni muujiza ya Qur'an wanasema hivyo kwa kuwa hakuna sura katika Qur'ani itaanza na hizi herufi zinazokatika isipokuwa baada ya hiyo aya inafuata maelezo kuhusu Qur'an na utukufu wa Qur'an. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Alif lam mim sad, hivyo sura ambayo kama tumeisoma Ali Imran, نزل عليك الكتاب بالحق، صاد والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد. شكرا. Isipokuwa katika Qur'ani yote sura 2 peke yake utaona ambayo kwamba inaanza na hizi herufi za kukatika, haifuati baada yake immediately, haifuati kuangazia kuhusu Qur'an. Yeyote atakayenitolea hizo sura 2 nampa 2000. Katika Qur'ani nzima ikianza sura ambayo inaanza na herufi za kukatika, lazima baada ya imma aya ya 2 au aya ya 3 inakuja kuhusu Qur'an, isipokuwa sura B. Na sura gani na gani? Naam, Qaf. Hapa mashallah umejaribu. Asema Qaf na Sad, ipo wazi kabisa. Qaf wal Qur'ani al-Hakim, Qaf wal Qur'ani al-Majid, Sad wal Qur'ani al-Hakim. Nani mwingine? Wanachuoni wako wapi? Nani Antoni? Naam hai. Naam Sheikh. Suratu al-Qalam. Naam, Suratu al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ukisoma hiyo sura Allah subhanahu wa ta'ala hiangazii kuhusu Qur'an. Hiyo ni sura ya kwanza. Mashaallah. Suratul Qalam. Sura ya pili. الذي بعد الذكر علق isi قال. نعم. swali yangu السؤال هكذا دائما عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى، عندما يأتي هذه الآيات المقطعة بعدها إما في الآية الثانية أو الثالثة فيه الحديث عن القرآن أو التركيز في القرآن، إلا سورتين، وذكر أخونا سورة الأول وهي سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. الثانية wacha tumpe fursa amalize kwanza, akishindwa ndo na hawa ndo wanachuoni na shekhe wetu yuko hapa. Kwa hivyo ukitunio tu kidogo tu, hata kama hatujahifadhi Qur'an lakini shekhe tuko naye. Na sura ya kwanza umepata habibi, ya pili suratu shura. Nani atatusomea suratu shura? صح شيخنا؟ يقول سورة
Shura. Haya, tuende katika suratu Shura. Umesema Shura eh? Haya, tusomee suratu Shura. Hamim Ain Sin Qaf. Kadhalika yuhi ilayka كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله سبحانه وتعالى tayari shataja. إلا أنت شيخنا صح، لكن إلا أنت. نعم حبيبي، نكمل دينك. ها معاذ. نعم معاذ. مريم ما شاء الله. Lakini sijui ka shekha alikupa gomba sikio lako lilikuwa ndefu kidogo bwana. Suratu Maryam. Kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Hakuna utajo wa Qur'an. Ina fihi khilaf baina al-ulama, kuna khilaf kati ya ulama. Hiyo aya inayofuata kaf haya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, hiyo dhikru kuitaja imetajwa wapi? Ndani ya Qur'an, sio? Wanachuoni wengine wamesema imetajwa ndani ya Qur'an, ndipo ilikuwa nakuja hapo. Sasa ilikuwa nakuja hapo, lakini wanachuoni wengi wamesema bimujarrad alqawl, kuitaja Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala halita. لا نمسيما قلت بعد هذه الحروف المقطعة إما في الآية الثانية اللي التالي أو الثالثة اللي بعدها يذكر الله سبحانه وتعالى عن القرآن. وأما في سورة الشورى يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية كذلك أوحينا إليك. ماذا أوحينا إليك؟ وضوح كوضوح الشمس في رابعة النهار. sawa. Ama katika suratu Maryam, katika suratu jamani, hatujaanza suratul Baqara na ni saa ngapi? Na nusu. Hiyo ni utamu wa Qur'an, na ukielewa Qur'ani iko na utamu wake. Lakini almuhim suratu Maryam ndipo mahali ambapo kwamba wanachuoni kidogo wametofautiana. Wakasema ya kwamba Allah anasema kaf haya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakariya, utaja kwa Mola wako rehma yake mja wake ambaye kwamba nani? Zakariya. Kisha ikaendelea. Sasa wanachuoni wanasema hapa hiyo utajo inakuwa ndani ya wapi? Si ndani ya Qur'an. Kwa ile aya inayofuata anasema iznada rabbahu nidaan khafiya, lakini hiyo imejitokeza moja kwa moja kwamba Allah amezungumzia Qur'an, la imefichika, si ndio? Almuhim, na hizo ndio tafsiri ambazo kwamba wanachuona wametofautiana kwa wingi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala alkafiruna hadha shay'un ajib. Hii bal ahibati fillah, kwa wanachuoni wa lugha ikija inakuja kwa kuendeleza kitu, imma kwa kuibatilisha au kwa kuisitizia, sawa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema akizungumzia kuhusu Makuraish, bal ajibu, wameshangaa, an ja'ahum munzirun minhum, kwa kuwakujia mtu wa kuwaonya kati yao Makuraish, ambaye nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mtu akija kukuonya anakuonya kwa khairi ama kwa shari? Kwa shari. If someone comes to warn you, definitely he will warn you against something bad, right or not? I can't warn you about something good. Maybe I come to the mosque and I tell you, I'm warning you, Muhammad. Maybe I talk to Sheikh Abdul Salam. Sheikh Abdul Salam, na kuonya utapata gari zuri leo. Does it make sense?
La. Kwa hivyo mtu akikuonya, anakuonya dhidi ya kitu baya. Bal ajibu an jaahum mundhirun minhum, wao ambao kwamba walikuwa wakiabudu nini? Masanamu. Vipi ndakuwa? Na ndivyo Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa amewaita Makuraish pamoja, akawaambia njooni enyi Makuraish, akawakusanya katika mlima, kisha akapanda juu ya mlima Mtume alayhi salatu wassalam akasema nini? Inni nadhirun lakum baina yaday adhabin shadid, na waonyeni kwa adhabu ambayo kwamba ni kali inayokuja. Akasimama nani? Abu Lahab, sio? Akasema nini? tabban laka ya Muhammad alihadha jama'tana. Muhammad, nenda uangamie. Yani umekusanya saadatu Quraysh, wakubwa wa Quraysh, sisi sote kutokana na mabiashara zetu kwa ajili ya upuzi kama hii. Ndipo Allah akashukisha tabbat yada abi lahabin wa tab, mpaka sura mwisho. Lakini Makuraish wakashangaa, ajibu an jaahum mundhirun minhum faqala alkafiruna hadha shay'un ajib. Makafiri wakasema hii ni jambo ambalo kwamba la kujastajabisha. Aidha mitna. Kwa hivyo nabii mtume wetu Muhammad anawaonya kwamba sote tutakuja kufanya nini? Tutakufa. Tukifa tutafanya nini? Tutazikwa. Tukisha zikwa, kiyama inapokuja tutakuja kusimamishwa, tutafufuliwa mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wanashangaa, hadha shay'un ajib, aidha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Tukifa na tumekuwa mchanga, vipi tutavindisha? Hii ni kitu ambayo kwamba haingii akili mtu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema nini? Qad alimna ma tanqusu al-ardhu minhum, tumejua chochote ambacho kwamba ardhi kitakula katika mwili wao. If it eats bit by bit, we have it in our record. Qad alimna ma tanqusu al-ardhu minhum wa indana kitabun hafidh, and we have in our records a book that is recorded ambayo haiendi kupotea. Chochote kitachopungua ukifa katika mwili wako, kitakacholika na ardhi, Allah subhanahu wa ta'ala he keeps record. Kisha Allah anatuambia bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij, lakini wameikadhibisha haki, ukweli, dini ya Uislamu, yale ambayo kwamba Mtume Muhammad amekuja nazo. Walipoletewa wakafanya nini? Wakaikadhibisha. Afalan, baada ya kuzungumza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu vile ambavyo kwamba imani yao imeenda chini, kisha anakuja katika aya ya 6 anasema kutuonyesha alama za Allah tabaraka wa ta'ala. Anatuambia Allah tabaraka wa ta'ala, afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wama laha mifrut. Je, hawaangalii mbingu ambayo kwamba, na subhanallah, Allah hapa anasema kwa watu ambao kwamba ni nuhat, watu ambao kwamba wanaelewa lugha ya Kiarabu, ukisema sama, mbingu, unajua moja kwa moja ipo wapi. Kuna sababu ya kusema mbingu ambayo ipo juu yako. Kuna sababu. Mbingu inajulikana, the sky is always up. Is there a sky down? No. So mbona Allah tabaraka wa taala akasema afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha? Je, hawaangalii mbingu iliyopo juu yao? Allah anasisitiza kwa kusema ya kwamba hii mbingu ambayo kwamba naizungumzia ipo juu yenu, hakuna shida yoyote unaipata kuiangalia mbingu, isipokuwa unahitaji kufanya kitu kimoja tu,
Ukitaka kuangalia mbingu wafanya kichwa hivi, sio? Bas hivi waiona mbingu. Kuna shida. Bali wakati mwingine hata huna haja ya kugeuza kichwa chako. Upo hapo nje, ukiangalia tu macho juu unaiona. Sasa Allah anasema hamuiangalii kwa macho ya mazingatio. Hiyo mbingu iliyopo tu juu yenu, hata si mbali, hii hapa juu yenu. Kaifa banainaha, vipi tuliijenga. Wazayyanaha, na tukaipamba na nyota ya usiku. Ukiangalia nyota ambazo kwamba zimekuwa na tafaruki na haina aibu yoyote. Wama laha min furuj. Mbona Allah anasema wama laha min furuj na haina aibu? Watu ambao wamekaa hapa, ambao labda wanajua mambo na kujenga nyumba, na wale pia ambao hawajui kujenga nyumba, mimi nikiwa miongoni mwao. Ukiangalia nyumba daima iko na sakafu, sio? It has a roof. Na cha ajabu ni kwamba each and every roof with time itaanza kidogo kukuwa na problems, sio? Allah anatuambia wama laha min faraj, haina aibu yoyote, haina shida yoyote kutoka siku ambayo kwamba imeumbwa mpaka wa leo. Miaka mingapi? Najua hakuna. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi amekufa mpaka leo ni miaka mingapi? 1400 na zaidi, sio? Huyo ni mtume peke yake kafa, mtume wa mwisho, mtume ambaye kakuja Allah akatuambia iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, kwamba kiyama ipo karibu. Hiyo peke yake ndipo iko umbali wa miaka 1400 na zaidi kutoka Adam alipoumbwa. Kabla yake walaqad khalaqna as-samawati, katika sura Qaf mwisho Allah anasema nini? walaqad khalaqna as-samawati wal ard wama bainahuma fi 6 ayyamin wama laha wama massana min lughub. Tumeijenga mbingu na ardhi na yaliyomo katikati, chochote ambacho kwamba kipo katikati, wanyama, binadamu. Wama massana min lughub, na haijatupata hata uchovu kidogo. Na katika watu ambao kwamba wanafanya ujenzi, katika vitu wanaelewa ni kwamba ukijenga nyumba sakafu, if you want to build a roof for a house, it has got to have pillars. Lazima ikuwe nafanya nini? Na misingi, sio? Hii msikiti siko na misingi. Hii sakafu ili mradi ikae hapo kama sakafu, lazima hii msingi ikuwe nini? Zikuwe hapo. Hizi msingi zote. Hii na zingine ambazo kwamba vipi Allah tabaraka wa taala amejenga, kaifa banainaha, tumeijenga vipi mbingu 7 ya kwanza. Hii mbingu tunaiona ni mbingu moja pekee ambao macho yetu inaona. Juu kuna ya pili, kuna ya 3, kuna ya 4, kuna ya 5, kuna ya 6, kuna ya 7, kisha kuna maji, kisha juu ya maji kuna arshi ya Allah tabaraka wa taala. Just try to imagine. Nilikuwa ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, a case in point, ma baina sama'in wa sama', kutoka mbingu moja hadi nyingine ni masafa ya miaka 500,000. Kuna mtu ashawishi miaka 500,000? 500,000 years, if I'm not wrong. Au kama qala alayhi salatu wassalam. Asema hadithi Mtume alayhi salatu wassalam, nataka munisikize vizuri.
kutoka ardhi mpaka mbingu ya kwanza ni masafa ya miaka 1,500,000. Sawa? Kutoka mbingu ya kwanza hadi ya pili tena ni masafa ya miaka 500,000. Na hivyo kati ya mbingu ya pili na ya tatu na ya nne. Haitoshei hapo Na upana wa mbingu moja ni masafa ya miaka 500,000. 500,000 years. Hiyo ni upana wa sijui mani kama tuelewana, lakini mwaelewa hiyo? Inaingia vizuri ama nirudie? 500? Nimesema ngapi? Oh, I said 500,000. 500 years. So imagine kutoka hapa ardhi mpaka mbingu ni 500 years. Okay? Kutoka mbingu ya kwanza mpaka mbingu ya pili 500 years. Na hivyo katikati ya kila mbingu. Kisha upana wa mbingu mmoja ni masafa ya miaka 500. وقدر كل سماء 500 سنة. قدر 500 سنة ni masafa ya miaka 500. ثم فوق السماء السابعة بحر. kisha juu ya mbingu ya saba kuna bahari, maji. Kutoka chini ya hiyo maji mpaka juu ya hiyo maji ni masafa ya miaka 500. ثم ذلك العرش. ثم بعد ذلك العرش. kisha baada ya hapo kuna nini? Kuna arsh. Kutoka chini ya hiyo kiti cha Allah, arshi, mpaka pale juu ya arshi ni masafa ya miaka 500. Jamani, mupo lakini? Kwema? Mambo ni haya. Ndipo Allah anasema afalam yanzuru ila as-samaa fawqahum liyanu kaifa banaynaha. Vipi tumeijenga na tukaipamba. Hakuna binadamu ambaye kwamba anaweza fanya. Mmoja anitokeza ambaye kwamba anaweza jenga mbingu. Wal ardha madadnaha wa alqaina fiha rawasi. Na hii ardhi mnaiona tukaitandaza. We've spread it. Wa alqaina fiha rawasi. Na and we placed at a certain places mountains. Tukaeka milima at a certain places. Si kila mahali. Imagine tumekaa hapa Nyali, katikati ya Nyali kuna mlima mkubwa. Lakini Allah ameweka hizo milima at certain places with his wisdom to balance the earth. Kuleta balance kwa hii ardhi. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Na katika hiyo ardhi tukatoa mazao. Kisha Allah tabaraka wa taala anasema tabsiratan wa dhikra likulli abdin munib. Hayo yote nimeyataja, iwapo utaizingatia vizuri basi itafungua macho yako, na utazingatia vizuri wa dhikra kwa kila mja ambaye kwamba ni mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hayo yote, hibati fillah, ukaja kuambiwa ukimaasi Allah subhanahu wa ta'ala Allah atakuja kukuadhibu. Je, kuna shaka ndani yake? Baada ya Allah kutoa hizo alama zote, mbingu, ardhi, yaliyomo ndani yake, mbingu ilivyoumbwa, ardhi ilivyoumbwa,
ardhi ilivyotandazwa, milima ilivyowekwa. Kisha Allah anatuambia tafsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Kisha Allah anasema wanazzalna minas samai ma'an mubaraka. Kwa hiyo mbingu tuliowatajia tumeiteremsha maji ambayo kwamba ipo na baraka, mvua. Faambatna bihi jannat, kutoka kwa hiyo mvua ambayo kwamba ina baraka zikatoka mabustani, wa habba alhasid, na mimea ambazo kwamba watu wanaitumia kama chakula. والنخل باسقات لها طلع نضيد. kisha Allah akasema rizqan. Adhan, wacha baada al-adhan tutaendelea. Haibati fillah, aim yangu ilikuwa nitumalize suratul Qaf, lakini wakati inavyoenda hatutoweza kumaliza, lakini nitajaribu kuvuka tu ili wakati mwingine inshallah tukija tutaimalizia inshallah. Na badilisha tuko sawa. Kuna watu na usije kaamba ushe huyu sije nikalaaniwa bwana, na kuna wazee kati yetu pia, lakini tutapitia kwa mwendo wa haraka. Allah anatuambia rizqan lil'ibad. Haya yote tumewatajia mvua kunyesha ni riziki kwa waja. Wa ahyayna bihi baldatan maytan. Hebu angalieni vile ardhi ambayo kwamba imekufa, watu hawana morali nayo. Mtu tayari anakuambia, mpaka farmers wanakuambia na wakulima, hii ardhi hii it's a dead one, haiwezi ikatupa kitu chochote. Lakini cha ajabu ni kwamba mvua yenye baraka ikija inatoa fani mazao. Wa ahyayna bihi baldatan mayta. Allah anatuambia kadhalika al-khuruj, hivyo ndivyo mtakuja kufufuliwa siku ya kiyama, hivyo ndivyo watu watakuja kutoka. Kadhabat qablahum qaum Nuh, kabla hao Quraysh, kabla wale ambao kwamba sasa hivi wanajiita atheist. But after all this thing, after all this, whatever that you are seeing, how Allah subhanahu wa ta'ala built this skies, the earth, you still have a doubt kwamba kuna Allah? Then tell me how anyone amongst human beings can create a sky. Yupo. We have a lot of investors. We have a lot of inventors. Is there anyone who has ever invented coming up with a sky? Mtu mmoja jitokeza. Wako wapi makina Charles Darwin, hao wenye wako na all the laws in physics? Where are they? Charles law, Boyle's law, wako wapi? Nowhere to be seen. Kadhabat qablahum qaum Nuh. So before all these people, kuna watu wengi walikuja kabla yao wamekufuru na wakakataa kukuelisha aya za Allah. Qaum Nuh wakiwa mwanzo wao watu wa Nuh. Watu wa Nuh walisema nini? Mpaka mtoto wake Nuh alayhi salam akakufuru kwa baba yake, sio? Akamwambia ya bunayya kam ma'ana, sio? Njoo upande na mimi. Qala saawi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man ruhim. Mpaka Nuh alayhi salam akaanza kumlilia mtoto wake, akamwambia Allah, ewe Allah, huyo ni kijana wangu, ni mtoto wangu, lakini huyu ahibati fillah, ibra, mazingatio ipo katika watu kushikamana na njia ya Allah. Haipo katika nasaba zetu, haipo katika kusemwa kwetu huyu ametoka hivi, akona mali, huyu ni ndugu yangu, huyu ni mtoto wangu. La, Allah anamwambia innahu laysa min ahlik,
huyo mtoto wako Nuh alayhi salam si katika watoto wako, si katika familia. Innahu amalun ghayru salih. Allah anatuambia kadhabat qablahum qaum Nuh wa ashabu ar-rass wa Thamud. Kabla yao au Makuraish walikadhibisha watu wa Nuh na watu ambao kwamba wanaitwa ashabu ar-rass. Ashabu ar-rass sahibati fillah ni kundi ya watu ambao mtume wao wanachuoni wengi wanasema alikuwa akiitwa Hantala ibn Safwan. Wakafanya nini? Walimkadhibisha mtume wao, wakamuua mtume wao, wakamzika mtume wao ndani ya kisima. Ashabu ar-rass wa Thamud, na watu ambao kwamba ni wa Thamud. Watu wa Thamud ahibati fillah ni watu wa Nabii Allah Salih alayhi salam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa Aad, na watu wa Nabii Allah Hud alayhi salam. Wa Firaun, na Firaun alayhi ma yastahiqu min Allah. Mpaka akafanya nini? Akapanda juu ya mlima akasema ana rabbukum al-a'la. Wa qaum Lut, na watu wa Lut. Wa Aad wa Firaun wa ikhwanu Lut. Kisha ahibati fillah Allah akasema wa ashabu al-aikati wa qaum Tubba kullun kadhaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Ashabu al-aika ni watu wa Shuaib alayhi salam, na qaum Tubba. Qaum Tubba tukiingia sasa hivi tutaingia maneno mengi sana na nataka niende haraka. Wa qaum Tubba, wote hawa ambao kwamba Allah amewataja kullun kadhaba ar-rusul, wote wamekadhibisha mitume wao. Kisha Allah akamaliza hiyo page ya kwanza akasema afa'ayina bil khalqi al-awwal. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala he poses a question, imetushinda kuwaumba nyinyi mara ya kwanza? Did we fail to create you the first time? You are nothing. No one even knew if there's someone who's gonna be called Abdul Khaliq. No one even knew there's someone who's gonna be called Ibrahim. You are nothing. Min al-adam. From a certain period that you are nothing at all. Afa'ayina bil khalqi al-awwal. Imetushinda hiyo mara ya kwanza. You are nothing. No one even knew about you. Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Now they have a doubt about them being, and Allah subhanahu wa ta'ala kuwatoa tena baada ya kufa kwao. You have a doubt of Allah tabaraka wa ta'ala coming to resurrect you again? How come? You are nothing. Min al-adam ila al-wujud thumma al-adam. Umetoka kwa wakati hujulikani, kisha ukawa unajulikana wujud, kisha ukaenda hujulikani tena. Because you're gonna die. All of us we're gonna die. But after your death, no one will remember you. Now you go back to become nothing. You know what happens? The moment you die, immediately you die, that's the moment you being nothing starts. So why make yourself as if you are something in this world? You are nothing. You are created from sperm. Something that leo hii mtu akiona hapa juu ya hii carpet, he will despise it. Now you're coming up from nowhere and you're thinking to yourself to be like, I don't know what. Wewe ni si chochote. Pindi unapokufa tu ndipo watu wanazingatia, bali wengi wetu hatuzingatii isipokuwa wale ambao kwamba wanazingatia. Because immediately you die, ukisha kufa, watu wataanza kuulizana na kupigiana simu. Hawatosema Ibrahim anazikwa wapi au Luqman anazikwa wapi. La. Watasema nini? Maiti ataswaliwa wapi? Maiti ameoshwa. Subhanallah. Now you being nothing starts again the moment you die. You accumulated everything.
What did it give you in return? Angalau basi, even if you accumulate wealth, you become something in this world, you get all the power you deserve and whatnot, basi angalau ukishakufa, watu waanze kukusema kidogo mpaka hata unaingia kaburini, basi angalau watu waseme kaburi la mheshimiwa limechimbwa. La, lakini watu wasema hivi. Kaburi lishachimbwa. Maiti ataletwa wapi? Even if you're gonna have escorts, wakati unapelekwa kuswaliwa na kupelekwa kaburini, lakini remember, your name will die with you the moment you die. It's just a name. Muhammad, everyone else is called Muhammad. Unaitwa Muhammad, wengine wanaitwa Muhammad. Unaitwa Abdullah, wengine wanaitwa Abdullah. Wewe ni nani? Nothing. Pindi utakapojua kwamba wewe si lolote, si chochote, ndipo utaanza kuzingatia. Ndipo Allah anatuambia, afa aina bil khalqi al-awwal, je, kimetushinda kuwaumba nyinyi mara ya kwanza? Bal hum fi labs min khalqin jadid. Now they have doubts, mimi kuwaumba tena nyinyi baada ya kwamba tayari nishawaumba when you were nothing at all. Kisha Allah anasema, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Na sisi ndio tulimuumba huyu binadamu, na tunajua kinachomshawishi nafsi yake kutokana na uchafu, kutokana na maasi, kutokana na kupata akili ambayo kwamba imekorogwa. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. But you know what? You've got to know that we are so near to you, even nearer to you than your jugular vein. What is it called in Kiswahili? Jamaa, tusaidiane kwa. Jugular vein kwa Kiswahili. Waswahili wako wapi wapi? Kimelushinda? Sheikh wetu yuko hapa, Sheikh Abdul Salam. Ni mshipa ipo katika shingo. Allah anasema tulimuumba binadamu, walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, na tunajua kinachomsumbua, kinachomshawishi katika nafsi yake kupata getting corrupt ideas about your tawhid, about your deen, about your fitra. But Allah anasema baadaye, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, sisi tupo karibu na huyu binadamu, even near to you than your jugular vein. Do you know what the jugular vein does? Ni mshipa sasa iko hapo, lakini Kiswahili sijui. Jugular sijui, vein ni mshipa. Mashi? Do you know what the jugular vein does? It transports blood. I don't know if is it deoxygenated or oxygenated. I'm not sure about that. I think deoxygenated blood. Oxygenated, huh? You're not sure? Or kuna daktari hapo? Is there a doctor in the house? Huh? Sheikh. Deoxygenated. So I was correct. MashaAllah. So I could become a doctor. So it carries deoxygenated blood from the brain, from the head, through the neck to the heart. Without that happening, what will happen? You're dead. So Allah anatuambia, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sisi tupo karibu na wewe kuliko hiyo mshipa ambao kwamba iko very important in your system, in all over your system. All the systems ambazo kwamba binadamu wako nayo, ikuwe circulatory system, ikuwe respiratory system, and all the systems, I think there are 12 in number, I'm not sure. I was not good in biology. All those systems, without this, they are nothing. But Allah anatuambia, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Kisha Allah anasema, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ. Pindi wanapokuja malaika wawili wenye kukutana kwa upande wa kulia na kwa upande wa kushoto, hakuna anachokisema, hakuna nothing you will utter isipokuwa raqib,
na Atid. Na hibati fil Raqiq na Atid si majina ya hao malaika. Kitu kimoja yafaa tu realize. Most of us we go wrong. We think Raqib and Atid are the names of malaika. Sio? It's not. It is their sifa, what they are doing. Moja ni yule ambaye kwamba anafuatiliza kila amali ambayo kwamba unafanya. Na mwingine hakuna ambacho kwamba kinampita isipokuwa anafanya nini? Anaisajili. Mpaka wanachuoni Abdullah ibn Mas'ud asema, watu wakaulizana, Allah anaposema ma yalfidhu min qawl, hatotoa mdomo wake kitu chochote, hata neno isipokuwa inaandikwa. Je, ni kila kitu ambacho kwamba tunakifanya? Now, ni kila kitu ambacho kwamba tunakifanya ala asahi alaqwal. Lakini pindi wanapopanda hao malaika, wanapobadilishana kwa Allah, wanachukua ile sahifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala the record ambayo kwamba ana keep ni ile ambayo kwamba ni amali zuri au baya. Wa indana kitabun hafidh. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema wajaat sakratul mauti bilhaq. Naona ni sambi. Naomba I just peruse because the most important part katika sura Qaf ni hii page ambayo kwamba tupo ndani yake. Lakini sasa hivi ni saa 2. I will try mpaka saa 2 na dakika 10. Imam, ruhusa. Saa 2 na dakika 10. Kabla ya hapo itakuwa nimemaliza. Allah anasema baada ya kutueleza kwamba ma yalfidhu min qawl, hakuna utakachokisema isipokuwa inaandikwa. Immediately Allah aya ambayo kwamba inafuata akasema wajaat sakratul mauti bilhaq, uchungu wa mauti ukakuja kwa haki. Dhalika ma kunta minhu tahid. That's what you are running from human beings. But you know what? However you run, wherever you run, death will come to you, whether you like it or not. It will come to you at that particular moment, that particular time. Ile muda Allah ameandika ndio itakuja. Na hibadi fillah, cha kushangaza ni kwamba Allah akasema sakratul maut, uchungu wa mauti. Hii uchungu wa mauti hakuna ambaye kwamba ataikimbia. Ile uchungu wa mauti kila mmoja ataisikia. The pain upon the deathbed, it will come to you however you run from it. Ile pain, wacha ile death will come, but ile pain na ile maumivu ya kufa pia itakuja, but tofauti ni kwamba the intensity of it. Mtume alayhi salatu wassalam, afdalul khalq wa habibul haqq, arrahmatul muhdah, anasema la ilaha illa Allah, inna lilmauti la sakarat. Pindi hapo katika umauti anasema la ilaha illa Allah, wa hakika umauti uko na uchungu. Kama mtume alisikia hiyo uchungu, wadhani mimi leo hatutoisikia? Kisha Allah anasema wanufikha fi suri dhalika yawmul wa'id, na ile tarumbeta itakapopulizwa, hiyo ndio siku ambayo kwamba ile ahidiwa, the promised day, qiyama kitasimama. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Kila nafsi itakuja siku ya qiyama ikiwa na malaika wawili, mmoja anaitwa sa'iq, mmoja anaitwa shahid. Huyu sa'iq ni yule ambaye kwamba anakupeleka mbele wakati wako wa hesabu imefika, escort, sio? Huyu shahid ni yule ambaye kwamba anapeleka faili yako sasa. All your file that was written in this world, now iko faili yako inapeleka. Ile faili yako ambayo kwamba utakuja kuambiwa iqra kitabak, soma kitabu chako, ndiyo huyo malaika ambaye kwamba anapeleka.
Lakini cha ajabu ni hapa, hibati fillah, Allah anasema laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Ewe binadamu, ulikuwa kwa ghafla kwa siku kama ya hii. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak. Now we've removed the veil from your sight. Tumetoa ile pazia ilikuwa kwa macho yako. Fabasaruka al-yawma hadid. Macho yako leo it's so strong. Kuna vitu ulikuwa huoni hapo duniani, ulikuwa unajifanya umeghafirika, leo hii unaona mambo yote. And you regret. Unaanza kujuta. Waswahili wasemaje, majuto ni mjukuu, sio? Huja baadaye. Itakuja ile siku ya Kiyama. Ile ghafla ambayo kwamba tupo katika hii dunia, na ikhwati fillah, wallah thumma billah thumma tallah, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukipata rafiki mwenye kukukumbusha wakati uko katika ghafla, mshike huyo rafiki vizuri. Huyo ni rafiki mwema. Harun al-Rashid, mmoja katika wafalme wa waumini aliyotangulia, siku moja alijenga kasri ambayo kwamba haijawahi kujengwa na mfalme yeyote kabla yake. An amazing mansion, state house for example, akajenga. Baada ya kumaliza ile ujenzi, akaita mawaziri, mashekhe, watu wa shairi, umma wote wakakuja pamoja for the kufungua na ufunguzi wa kasri ya Amir mfalme Harun al-Rashid. Alipofika, Waarabu hizo wakati walikuwa na tabia, wakifungua sehemu ama wakitaka kusifiwa. Sisi tukitaka kusifiwa tunaalika watu wakubwa, tunakula, people give lectures and that's it, sio? But hiyo Waarabu wako na tabia, mpaka wengine wao sasa hivi wako nazo, walikuwa wanapenda kupewa madh kwa mashairi. Kwa hivyo kulikuwa na mshairi mmoja ambaye kwamba ni mkongwe katika adab ya Kiarabu, katika lugha, watu ambao kwamba ni adib wanaielewa. Huyo mshairi anaitwa Abu al-Atahiya. Alikuwa amekaa. Harun al-Rashid akamwambia Abu al-Atahiya, ya Abu al-Atahiya, sif lana ma nahnu fihi min an-na'im, tusifie yale ambayo kwamba tupo ndani yake katika neema. Abu al-Atahiya akaanza mashairi, akamwambia, ish ma bada laka saliman fi dhill shahiqati al-qusur, yus'a alayka bima ishtahayta lada ar-rawahi aw al-bukur, fa idha an-nufus taqa'qa'at fi dhill hashrajati as-sudur, fa hunaka ta'lamu muqinan ma kunta illa fi ghurur. Akasema, ish ma bada laka saliman, ishi vile unavyotaka kwa usalama chini ya kivuli cha hii kasri kubwa ambayo kwamba umejijengea. Yus'a alayka bima ishtahayt, watu wanakukimbilia kukuletea yale ambayo kwamba unatamani, wakuwe wafanyikazi, wakuwe watumwa, wakuwe mawaziri, kila mmoja anakimbia kwako kukupa kile unachotaka asubuhi na jioni. Lakini fa idha an-nufusu taqa'qa'at, pindi wakati wa mauti unapokuja na nafsi ipo wakati wake wa kuondoka mwili wako, fa hunaka ta'lamu muqinan, hapo ndipo utakapojua ya kwamba ma kunta illa fi ghurur, haukuwa isipokuwa katika ghafla, ulikuwa umeghurika na hii dunia. Mawaziri waliokuwa wamekaa pale wakaanza kushtuka. Amebadilisha mood yote ya mkutano. Akamwambia, malak, unalipi wewe Abu al-Atahiya? Mfalme alikuwa anataka umpumbaze, ukawa umefanya nini? Umetuweka sisi sote katika huzuni. Harun al-Rashid akaruka akasema, mfalme Harun al-Rashid, da'u, achaneni naye, ametuona tupo katika ghafla, akawa hakutaka kutuacha katika hiyo ghafla. If you get someone, mtu mmoja tu ambaye amekushika mkono wakati unaghafilika, basi shikamana na huyo mtu. Mwisho hibati fillah, na sura ni ndefu na mambo ni mengi ambayo kwamba tungeyazungumzia, lakini wakati hatuna, na insha ar-Rahman alladhi 'allama al-Qur'an tutakuja kuyazungumzia yote ambayo kwamba tumebakisha kutoka aya ya 23 mpaka kumalizia sura. Anaposema Allah, wa qala qarinuhu
هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد قال قرينه ربنا ما أطغيته mpaka shetani anaposema ya rab sikumpoteza huyo mtu walakin kana fi dhalalin ba'id alikuwa mwenyewe amepotoka asili singizie mimi Allah atasema nini la takhtasimu ladai do not quarrel in front of me msipigane mbele yao msiwe mnazungumza hayo maneno hapa mbele yao tayari mshafanya vituko vyenu mshajipanga na Allah analeta mengi immediately hapo baada ya hapo anazungumza kuhusu watu wa motoni vile moto inavyotaka hao watu wa motoni kisha hapo mwisho anazungumzia Allah kwa uadilifu wake hazungumzii moto isipokuwa atazungumzia na watu wa peponi anaposema wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghayra ba'id tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuonyeshe haki kwa ni haki na tuyafuate اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أؤلف بين قلوبنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يصفتها يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم ما لم يرى ولا يسمع في السابقين واللاحقين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والقول والعمل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله